Katika jiji la Kolea, ghorofa kubwa pale lilipowaka moto na Afande Kimu akimwokoa huyu mtoto ambaye alikuwa anapata shida hapa, lakini kamba alojifunga Afande Kimu tayari ilikuwa imeshashika moto na kupelekea kamba hiyo kukatika na kumdondosha Afande Kimu na kufikia kichwa, lakini huyu mtoto hakudhulika sehemu ya aina yoyote. Afande Kimu aliona mambo mengi kabla jicho lake kufumba, na aliposogelea familia hii, Afande Kimu anakuja kujibaini kwamba hawamsikii wala hawamuoni, na watu wawili wanamuita Hea pamoja na Lee. Wanamwambia, hakika sisi ni walinzi ambao siku zote tuliambatana na wewe, lakini leo tayari umeshakufa na hapa una siku 49 tu za kurudi kuzaliwa tena upya tena duniani. Afande aamini kwa kuwa Afande ameacha familia yake, lakini kitu kizito kinabeba mwili huu, na huyu hapa mlinzi Gamlimu anakuja moja kwa moja kutoa heshima zake za mwisho, lakini anamkuta huyu Song Hong akimwambia mama yake, mama tulia, aliyekufa ameshakufa. Na Afande Kimu anatiwa katika uwanja wa hukumu, uwanja wa majibu, uwanja wa kuonana na Mungu wake uso kwa macho. Hapa anaambiwa hawa wote nao wamekufa, na hawa waliokuwa nao pembeni ni walinzi wao. Hapa Afande Kimu anatiwa karatasi yake ama utambulisho wake, na hii karatasi inakubalika kwa maana ameruhusiwa huyu jamaa kusikilizwa mashtaka yake na ikibidi aweze kuzaliwa tena. Mwanadada anamwambia, hakika tutapita sehemu kuu 7 tu, na kila sehemu moja utaulizwa na maswali inabidi ujibu kama jinsi utavyoulizwa. Kama umefanya jambo lolote tofauti, basi hakika inabidi ujue jinsi gani ya kulijibu. Basi wakampitisha hapa, na jamaa akaanza kuvuta taswira ama kumbukumbu na hili tukio ambalo alilifanya yeye, yani alishindwa kumsaidia rafiki yake, na hapa akajikuta yupo katika mnara mkubwa sana, na huu mnara watu wengi wanataka msaada kutoka kwake yeye, lakini kama ilivyokuwa kawaida alishindwa kuwasaidia. Na mhukumu aliendelea kusoma hukumu kusema, hakika ulikuwa unaweza kulitoa hili jiwe na kuonusuru watu hawa wote wawili wasifariki dunia, lakini wewe ukamtoa mtu mmoja na huyu mwingine ilikuwa umeshindwa kumtoa, na kati ni wajibu wako kusaidia watu kutokana na maafa ya moto. Lakini akatokea huyu mlinzi akamwambia, hakika angewezaje kuwanusuru wote wawili wakati mmoja yeye ameshazoea kufanya kazi hizo za kunusuru watu katika moto, na hata aliposema yeye mwenyewe akifa kwenye moto ni heshima. Kwa hiyo yeye mwenyewe aliomba huyu mtu amtoe binadamu ama raia ambaye hana hatia. Basi huyu mtu akasema hakika amefaulu. Basi baada ya kutoka katika ile sehemu ya kwanza, wakaingia katika sehemu ya pili, na mwanadada alimwambia, hakika inabidi uwe jasiri, usiogope na ujibu kila swali utaloulizwa ili mradi uweze kupambania kuzaliwa tena. Basi binti akaendelea kumpa maneno matamu na kumtia faraja ili mradi afarijike, lakini punde tu kuna viumbe vya hatari kama samaki wakaanza kushambulia, na hawa viumbe walikuwa wanafanya mambo haya yote kuzuia huyu jamaa asiweze kuzaliwa tena, na kwa kuwa hawa walinzi wao watapambana moja kwa moja kumpitisha kila sehemu. Waliwasili katika sehemu ya pili ya maswali na majibu, na jamaa hapa aliletwa na kuonyeshwa na jinsi alivyokuwa anapambana kusaidia watu, kusaidia wanyama, hata paka walipokwama yeye jamaa alijitolea. Na Mungu huyo akamuuliza, kwa nini mambo yote hao uliyafanya kusaidia watu na kujitolea wewe? Jamaa akasema kwa ajili ya pesa. Huyu Mungu akakasirika na kumwamuru jamaa aende akaliwe na viumbe wakali na samaki wakali ambao wapo katika eneo la adhabu yake. Lakini hawa watu wakaingia na wakasema, hakika mbona mtu wetu alikuwa anajitolea sana kupambania maisha ya familia yake, mtoto wake, dada yake, mama yake, alikuwa halali, yani muda wote alikuwa anatafuta riziki ili familia yake ipate kula, mdogo wake hela shule, na mama yake alikuwa ni mgonjwa sana. Basi huyu Mungu kusikia hivyo akasema basi aende hatua inayofuata. Basi akafika mpaka hatua 3, lakini sharti kwa ganga haya lilikuwa ni moja tu, asishike Kimu kitu chochote. Lakini alipokaidi, Ganghae aliamuru miti imnyonge na kumpa adhabu kwa sababu ameshindwa kutii. Lakini huyu Swaiba ambaye ni mlinzi wa siku zote ambaye alikuwa anatembea naye duniani akasema, hakika acha ubishi, na malaika anapokuambia kitu inabidi ukili na ufatishe. Na akamgeukia mwenzie akamwambia, hakika msaidie ili mradi aweze hata kumwaga mama yake kwa njia ya ndoto. Ghafla tu usafiri wa boti kali ikawasogelea karibu, na wakapanda boti hiyo na wakaanza kushota mpora kutafuta eneo la 3 la hukumu. Lakini viumbe hatari havikuacha kuwafuatilia katika safari yao.
Waliendelea kupambana kunusuru roho zao, wakaendelea kupambana ili mradi alau huyu wamfikishe sehemu maalum na ikiwezekana mtu wao adhaliwe tena. Ganglim alidondoka kwenye boti na kumfanya Haitae aendelee kupambana hii na hivyo viumbe na kumpelekea kurudi tena katika hiyo boti. Wakaendelea na hapa wakamchoma huyu mdudu mmoja na kupelekea kudondosha kolongo, na kolongo hilo lilimwaga mawe mengi na kufanya wale viumbe wasiendelee kuwafuata. Hawa malaika na mtu wao wanapita katika sehemu hii ngumu na kufika sehemu hii hapa kumvalisha kitambaa cheusi. Wakamwambia hakika kitambaa hiki kiweke kwa sababu kuna jambo zito unaweza kuliona. Na Ganglim alitoka moja kwa moja kuja mpaka huko ofisini kuendelea kuchunguza kitu gani ambacho kinaendelea, na akaona familia ya bwana mdogo wanakabidhiwa kila kitu cha marehemu, na mama hapa anapata mti. Mwanae alimwambia mama huo mti uache, lakini mama alikuwa mbishi sana na akatamani kuchukua kila kitu cha mwanae kama kumbukumbu. Na alipofika mpaka huku malaika alikuta wamekaa katika majonzi mazito sana. Alimwangalia huyu kijana na hapa akabidi ajifanye mwanadamu na kuja kutoa heshima za mwisho, na akamwambia mama, nimekuja kutoa heshima za mwisho, naomba niache peke yangu kidogo. Mama akamkumbatia, na huyu Ganglim malaika alikuja moja kwa moja na kuanza kutoa hii roho hapa iondoke. Lakini hii roho haijataka tena kuondoka hapa, ikaanza kusumbuana na huyu malaika kwa sababu inakataa kwenda kutulia, inakataa kusubilia, huku jambo linakuwa zito na jamaa anavua hiki kitambaa chake. Basi hapa anakuta wadudu wengi ambao wanamkuta, na akamkuta mfalme Homa, anamwambia karibu sana, na hakika inabidi kwangu napopite na hukumu ziendelee. Na mwanadada anasema hakika huyu anataka na anaombi la kwenda kumwangalia tu mama yake. Basi jamaa aliposikia huyu kashtakiwa akajua huyu ni mkubwa, ikabidi amfuate, lakini huyu mlinzi wake akamkamata, akamwambia tulia, hakika jamaa ataporudi tu kutoka huko kila kitu kitakaa sawa. Na mchizi akaendelea kufuatilia habari, lakini anaambiwa hakika huyu mdogo wake na kaka mtu hawakuwa wako vizuri, lakini licha ya kwamba alikuwa na marafiki wengi, ilibidi ajifanye afande na kuendelea kuchunguza. Je, kweli jamaa alikuwa ananyanyasa familia yake ama alikuwa ananyanyasa ndugu zake? Na huku wakili akaendelea kusoma mashtaka na kaonekana picha mbalimbali, hata yule binti ambaye jamaa alikuwa amemwacha, ambaye alimsaidia, naye anaonekana anajutia kwa nini ameishi vibaya au amekuwa chanzo cha kumfanya huyu jamaa amepata matatizo. Lakini kutokana amepata kesi ya kwamba ndugu yake yeye alikuwa anapata manyanyaso, ilibidi waanze kumfunga kamba. Lakini jamaa aliporudi vizuri na kutoa mawasiliano, akasema hakika habari zote wanazozitoa ni za uongo, na hapa wakamwaga vipeperushi ili mradi watujuze. Lakini jamaa inaonekana alikuwa anamhudumia mama yake, alikuwa anapambana vizuri juu ya familia yake wote wale. Kwa hiyo taarifa zote ambazo zilisemekana katika ile karatasi hazikuwa za kweli, bali zilikuwa za uongo. Basi hawakuona budi kumngangania, wakamruhusu na hapa aondoke. Kwa hiyo inakuwa jamaa amefaulu sehemu 3 nzima, na huku wakawa wanaondoka moja kwa moja. Na jamaa anasema mamangu muda mwingine alikuwa anatafuta hata masufuria, na nilikuwa najitahidi sana kumwekea hela ili mradi apate kupika, kwa sababu kwenye kupika napo nilikuwa napata shida sana. Kumwambia hayo ndio ambayo anatakiwa, na huyu Ganglim alikuja akatoa taarifa kwamba familia yake yote iko sawa. Basi Ganglim akaja moja kwa moja mpaka kwa Hanso akiwa yuko lindo, akiwa yuko na mwenzie. Mara ghafla huyu mwenzie kwenye kuchezea bunduki anajikuta bunduki inampata na kumshambulia Hanso, na Hanso kuanza kutapatapa na kupoteza maisha. Na huyu afande alipoona amefanya tukio hili kwa ubaya, ikabidi yeye kama yeye aanze kuchukua ile bunduki na kumpelekea huyu mtu mzima Ganglim kukumbuka mbali. Lakini hapa jamaa wakaendelea kufuatilia na wakasema huyu mtu amepotea, kitu ambacho huyu mtu anaona na yeye babake alipopotea katika uwanja wa vita na mamake akiwa anamlilia. Basi hawa wakiwa wanatembea huku, jamaa na moja wala mbili hajui kama mdogo wake naye ameshapoteza maisha, lakini mabarafu yanadondoka na kufanya hawa watu watoke katika sehemu hii, kwa sababu hali ya hewa ilikuwa sio nzuri sana. Walipopanda chombo hiki na kutoka katika ile sehemu ambayo hali ya hewa sio nzuri, wakawa wanatembea, na bidada akazidi kumwambia hakika hakuna kitachoharibika, kila kitu kitakuwa sawa. Kipindi wapo katikati na hapa wanaendelea kuongea na Haitae, lakini huku Ganglim anafungua kuona mwili wa Hanso. Hapa inasababisha ajali kidogo na mtetemeko, kwa sababu la huku na la huku lote linaendana, na hawa malaika wote wanafanya kitu kwa pamoja kwa mshikamano. Na mfalekea Kim kuchukua kamba na kujifunga vizuri kwa
kuwanusuru hawa watu. Hang Tae akamfuata Hang Liam kumwambia, hakika kwani unafanya makosa, unataka kusababishia sisi hatari? Kwani unafukua maiti na hilo sio jukumu lako? Basi kwa majibizano haya wanaanza kupishana kauli kidogo na wanaanza kushambuliana, lakini Hang Tae anatulia. Basi kimdalani hapa wanamfuata huyu Wen, kwa sababu Wen yeye ni mtu ambaye alikuwa yupo kazini na huyu mtu, na yeye anaweza kujua huyu mwenzake amepotelea wapi Hang So, lakini kuna mzimu ambao unamfuata, lakini jamaa alikuja moja kwa moja kutaka kuuchukua huu mzimu na kwenda kuweka sehemu ambapo Mungu anataka, kama anavyofanya kwa marehemu wote ambao wanafariki duniani. Basi ikabidi hapa azungushe waya wenye moto kwenye mnara mkubwa na kumtuliza. Akamwambia, hakika Mungu anakuita. Naambia, hakika Mungu atanichitaje wakati anajua mimi nimedhulumiwa? Basi jamaa maneno haya yanamkumbusha mbali kipindi kabla yeye hajakuwa malaika ama hajakuwa mlinzi, na Hang So anawasha shoti na kufanya dunia nzima umeme unakatika. Huyu Wen huku anaulizwa na anaambiwa kitu gani ambacho kimetokea juu ya rafiki yako, lakini yeye anakosa cha kujibu. Upande huku malaika wamekaa na hao malaika wanaendelea kumuuliza, kwa sababu hapa ni sehemu yake ya tatu. Huyu jamaa inabidi apite hapa na inabidi apate majibu yaliokuwa mazuri. Pale walipookoka wakajikuta kundi lote la watu watatu liko sawa, lakini wanamwambia, hakika umepata fursa, muda sio mrefu na Mungu amesema utaenda kukutana na mama yako, lau uonge naye, na huko mdogo wako ameshafariki dunia. Basi walifanya walivyofanya na ujumbe ukamfikia mama kama mwanae ameshafariki, na kitabu kile kikafika. Na upande wa hapa walipofika wakamwambia, hakika tupite hapa, ingalikuwa tutapopita hapa tutapata majibu yaliokuwa mazuri, kitu gani ambacho tufanye. Basi huku upande wa hapa Hang Liam akiwa anaushorotesha mwili wa Hang So urudi moja kwa moja kwa Mungu, lakini kila anapotumia nguvu anajikuta na huku anapata maafa kutokana na nguvu zake anazozitumia kule. Lakini hapa jamaa Kim anamsaidia tena huyu mlinzi wake asipate matatizo, na upande wa Hang Liam anamwambia, hakika ndugu yangu inabidi urudi no matter what, yani hata kama walikuzika hakuna shida, na hao wanatua chini safi na salama na hukumu zinataka kuendelea. Upande hapa anaonekana Hang So akichoma mto, na hawa watu walimweka chini ya ulinzi, lakini hapa inaonekana kama jamaa alikuwa anatesa familia yake, kwa sababu alikuwa anafikia hatua kuna muda mwingine anataka kuwaua. Upande hapa jamaa anaendelea kuambiwa, hakika unasubiria wewe ulete majibu yaliokuwa kamili ili mradi hukumu nyingine zizidi kuendelea. Basi jamaa anaendelea kuulizwa na mwanadada wake anampambania ili mradi huyu jamaa azaliwe tena, na huyu hakimu anaendelea kuoji kutaka kujua ni nini la ukweli na lipi si la ukweli. Na upande wa Hang Liam naye anapambana vikali kukamata mwili wa Hang So. Leo hapa asubuhi ameuchukua moja kwa moja na kurudisha, lakini kumbukumbu huku bado zinatuonyesha kama kaka mtu alitaka kumuua mama yake. Lakini bidada anasema, hakika mbona hata huyo mama ambao mnasema alitaka kuuawa, sio kama alitaka kuuawa, dogo alikuwa na mawazo mengi na dogo ilimpelekea kukimbia moja kwa moja kipindi cha utoto wake. Kwa hiyo maswali yanaulizwa na majibu yanatakiwa, lakini leo asubuhi mama hapa alikuja moja kwa moja kwa maaskari katika kambi kusema kwamba mwanae Hang So amuoni. Umeelewa? Lakini hapa alikutana na huyo askari ambaye alifanya ile tukio na kwenda kumzika yule jamaa. Na upande huku wanaendelea kupambana na viumbe vikali ambavyo vinataka kuzuia safari, na huyu jamaa anamsukuma mama vikali na kumpelekea mama kupoteza fahamu. Hili swala Hang So analiona na roho yake inachafuka, na roho inabadilika na kuwa roho chafu. Vumbi zito linatokea, anga inachafuka, kimbunga sio kimbunga. Na upande wa kina Kim nao balani hivyo hivyo, kwa kuwa hawa wakitumia nguvu inampelekea mpaka kule Kim na yeye kupata maafa, kupata madhara ama kupata majanga. Inampelekea malaika Hang Liam kupambana na hata huyu Wen alipotaka kukimbia, yeye gari yake nayo iliharibiwa vikali, lakini mchizi alipambana kuituliza roho ama nafsi ya huyu bwana mdogo Hang So ili mradi iweze kutulia. Akawa kiumbe hatari, kiumbe wa kutisha, lakini malaika huyu Hang Tae alikuja kwa sababu Hang Liam alipata shida, na huku jamaa anajihisi kama anatitia kutokana na kile kimbunga ambacho kule nafsi yake imeanzisha. Kwa hiyo anajikuta yani hana cha kufanya na hana kitu cha kuendelea kukitenda, lakini malaika hawa wanashikamana pamoja na kuzuia machafuko haya yasiendelee, kwa sababu nafsi za huyu ama ya huyu marehemu ina shida sana. Upande hapa hukumu inaendelea, jamaa wakarudi, tuendelee na kesi. Kwa nini ulitaka kumuua? Anasema, hakika mnisamee, mamangu alikuwa anampenda sana na mama ndiye ambaye alikuwa ananijaribu, kama na
naweza nikamtunza. Na malaika alisema mamake mbona alikuwa yuko macho na hakuweza kufa au hakuweza kulala? Basi walipoangalia mashtaka yale wakasema, kama ulimpambania mama yako na kumwonyesha mapenzi yote, leo tunakupa nafasi ya kumuona mama yako na kumwaga. Wakamleta keki ndoto na mtoto akamfuata mama yake na kumwambia, mama, hakika niangalie niko sawa. Na hata malaika wale wako pembeni wanamwangalia. Mama, mimi niko vizuri, naishi maisha safi na salama, naishi maisha ambayo sijawahi kuyaishi mamangu. Kwa hiyo usijali, huko nilipo nimeshaanza makazi mapya. Kwa hiyo hapa tunapiga dunia yuko analia na majonzi, dunia yuko anampa mama yake faraja, na malaika walimpa nafasi hiyo na hata kumwambia Mungu amekuwezesha, kwa hiyo wewe unaweza tena kuzaliwa. Basi hapa nuru ikaja na nuru ikatembea ndani ya mwili wake, na hata huko kambini kila kitu kikaanza kuwa safi na salama, na Hangtae akasema hakika tumefanikiwa na tumrudishe. Kwa hiyo wakajikuta wamefanikiwa kwa kuwa wamesikilizana, na hata hawa malaika waliona kumbukumbu nyingi ambazo zilikuwa zinawakumbusha mbali, na hata mti wa bwana mdogo ulimea, na mama hapa alipata zawadi nyingi na kumpelekea huyu askari kuwa na yeye ni malaika wa kupambana na watu. Oya wanangu, kama mnapenda movie kama hizi na story time kila siku, basi usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe. Nami ni Jay wako mitamboni Faybash. Ciao.